Na baada ya likizo ndefu ya shule, muhula wa pili wa mwaka umeanza. Hata hivyo, wanafunzi wanaporudi shuleni, wazazi wameelezea wasiwasi wao kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Maduka ya vitabu, maduka ya sare za shule na wahudumu wa usafiri wanaelezea kushuka kwa idadi ya wateja. Aidha, wauzaji wa vitabu wanashuhudia changamoto kubwa kufuatia mkanganyiko unaotokana na mabadiliko ya hivi karibuni ya elimu kutoka mtaala wa umilisi CBC hadi wa elimu ya ujuzi CBE. Pilka za wanafunzi kurejea shuleni zimeshuhudiwa wanafunzi wanaporejea shuleni kwa muhula wa pili. Wazazi, wauzaji wa vitabu na sare za shule pamoja na waendeshaji wa magari ya usafiri wa umma wamelalamikia gharama ya juu ya maisha. Kulingana na ile maisha sahihi iko, hali si nzuri sana kwa sababu maisha pia yameendelea kuwa magumu, uchumi uko juu, fees nayo ukijaribu kuangalia pia iko juu. Sasa inabidi ukienda shopping unafanya kidogo ili usikose pia yake ya school fees, usikose fare, inabidi ubalance ili wewe kama mzazi ili mtoto asije akakulaumu. Waliopata pigo zaidi ni wauzaji wa vitabu wakikumbana na mkanganyiko unaotokana na mabadiliko ya elimu kutoka kwenye mtaala wa umilisi CBC hadi kwa mfumo wa elimu ya uwezo CBE. Wizara ya elimu ikiwa ingali kutoa mwongozo kamili kuhusu mabadiliko haya na hivyo kuwaacha wachapishaji, wauzaji na wazazi wakiwa wamechanganyikiwa. CBE mpaka wa leo hata sisi wauzaji hatujaelewa CBE ni nini. Kwa hivyo tunangoja ndio tuweze kuelezewa. Wakati wasasi wanakuja hapa wanasema waliona kwa TV ama walisikia, sisi tuwaelezee, inakuwa vigumu kwa sababu hata sisi wenyewe hatujaelewa. Tukiuliza nasi publishers wanatuambia tugoje na pia na wao waweze kuelewa ili na sisi waweze kutuambia. Wauzaji wa sare za shule na wahudumu wa usafiri pia wanakumbana na changamoto. Mauzo katika maduka ya sare za shule yakiwa yameshuka huku madereva wakishuhudia idadi ndogo ya wanafunzi wanaosafiri kuelekea shuleni. We've seen quite a drop in the sales. Customers are very few. Back to school as compared to other years. We think it's because of the hard economic times of the nation, of which parents are really complaining that there's no money, and that has really affected our business. Tumekaa hapa kuanzia saa 12 asubuhi, tutarajia ati tutapata wanafunzi mida ya saa 1, saa 2, saa 3 wakirudi mashuleni. Lakini hata mpaka sasa hii imefika hizi temu hatuoni watoto wakirudi shuleni, manake hali imekuwa ngumu. Si kama ule wakati mwingine, wakati vipindi vilivyopita, wakati uchumi ulikuwa mzuri, temu kama hizi tungekuwa tumefanya kazi kabisa. Muhula wa pili ulioanza leo Jumatatu utadumu kwa wiki 14. Wanafunzi watakuwa na mapumziko mafupi ya katikati ya muhula kwa siku 5 kuanzia tarehe 25 Juni hadi 29 Juni, huku muhula ukitarajiwa kufungwa tarehe 1 Agosti. Andrin Kilemi, TV 47.